atawabariki watu wake, kwa maana ana mipango mikuu kwa ajili yako. Asali kutoka mwambani ni neema ya Mungu ya kukuvusha. Umependwa na Mungu, upendeleo wa kweli wa kiungu. Asali kutoka mwambani, utoaji wa kimiujiza kwa ajili yako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Je, Mkristo anaweza kumpenda Yesu kwa moyo wake wote, kuimba kila wimbo huku amenyanyua mikono yake, na bado aamini jambo fulani kumhusu Mungu ambalo si sahihi kabisa? Bila shaka. Na nataka utafakari hilo kwa muda na ujiulize, kwa sababu huu ndio utakuwa mlango tutakaopitia kwa majuma 10 yajayo. Hii itakuwa mfululizo wa majuma 10. Na maombi yangu ni kwamba tutakapomaliza hili tutakuwa tumejenga msingi fulani. Kabla hatujaanza kuwafundisha kuhusu Roho Mtakatifu, kuhusu utamaduni wa kanisa, kuhusu maana yake na kuhusu ufalme wa Mungu, tukielewa mafundisho haya ya msingi, itakuwa jambo zuri sana kwa kila mmoja wetu. Mungu huwasaidia wale wanaojisaidia. Je, mafundisho yangu ni ya kibiblia au niliyapata kutoka mahali pengine? Kwa mfano, umewahi kusikia watu wakisema, nimesikia watu wakifundisha hivyo, nimesikia watu wakinukuu kwamba ni kutoka kwenye Biblia. Kwa kweli, nimekuwa kwenye mikutano ambapo watu wamesema, kama ilivyoandikwa katika Biblia, kwamba Mungu huwasaidia wale wanaojisaidia. Kwa hivyo, kuna mambo ambayo unaweza kuwa nayo ambayo yamerithishwa kutoka kizazi hadi kizazi ambayo hayajatoka kwenye Biblia. Baadhi yetu, mafundisho yetu yanaweza kuwa yametokana na uzoefu wa maumivu. Baadhi yetu yamejengwa na mzazi mkali aliyetumia neno la Mungu kudhibiti na kuendesha mambo. Je, ninachoamini ni cha kibiblia? Haijalishi ninachoamini, haijalishi jinsi ninavyokishikilia kwa dhati. Je, kinatoka katika neno la Mungu? Nataka tuilete mada hii nyumbani hapa. Mafundisho ni kama mfumo wa uendeshaji, operating system, ndiyo inayouendesha mfumo mkuu. Kwa hivyo, ikiwa una imani mbaya kumhusu Mungu, itaunda jinsi unavyoomba. Kwa hivyo, ukimwona Mungu kama jicho hili katili lililoketi mbinguni likingojea kukuangamiza, itaunda jinsi unavyoomba. Na maombi yako yatakuwa hasa yale ya kuomba rehema na kumsihi Mungu akulinde na kukuweka mbali na hasira yake na ghadhabu yake. Kila nyumba imejengwa juu ya kitu ambacho hakionekani. Na kitu hicho tunakiita nini? Tunakiita msingi. Wakati kila mtu anapotazama nyumba na kusema, "Wao, ni nyumba nzuri sana," lakini hakuna anayeona msingi ulio chini ya ardhi ambao unashikilia muundo huo. Kwa hivyo, tunachojenga sasa hivi ni msingi ili chochote tutakachojenga juu yake kidumu. Kwa sababu, unapojenga nyumba yako kwenye mchanga, nini hutokea? Inaporomoka. Shetani hahitaji kuishambulia. Dhoruba ya kawaida tu itaiangusha. Sasa, maarifa hufanya mtu ajivune. Lazima yatoe upendo, la sivyo tumekosa lengo. Sasa, hapa ndipo tunapohitimisha. Tuliunganisha hili na ujumbe uliopita. Kweli, lazima izae upendo, la sivyo tumekosa lengo. Maarifa hufanya mtu ajivune. Maarifa hukufanya uwe la kiburi. Mafundisho sahihi yanapaswa kuzaa upendo kiasili, na lengo si kamwe. Lengo halikuwa na halitawahi kuwa ni kiasi gani ninaweza kujua. Lengo ni ninamjua Kristo kiasi gani. Na je, maarifa hayo yananifanya nipende jinsi yeye alivyopenda? Je, umewahi kusikia watu wakisema Mungu huwasaidia wale wanaojisaidia wenyewe? Nimesikia watu wakifundisha hivyo. Nimesikia watu wakinukuu kwamba hiyo ilatoka kwenye Biblia. Kwa kweli, nimekuwa kwenye mikutano ambapo watu wamesema kama ilivyoandikwa katika Biblia kwamba Mungu huwasaidia wale wanaojisaidia wenyewe. Na kuna watu wanaoamini kuwa hilo liko kwenye maandiko, isipokuwa tu hawawezi kulipata kwenye maandiko. Na kuna watu wanaoamini kuwa hiyo ni mafundisho ya Mungu. Lakini kuna mtu tu aliyeiambukiza. Kuna mtu aliichukua.
Ninasikia watu wa kwetu wakisema kwamba mzee Jomo Kenyatta ndiye alikuwa mtu wa kwanza kutaja kauli hiyo. Katika nchi nyingine, sijui ni rais yupi wa Amerika alikuwa mtu wa kwanza kutaja kauli hiyo. Alafu nakuja nikuambie, Yesu alifanya 90% ya kazi, sasa 10% ni sehemu yako. Mtu huyo ataishi vipi maisha yake yaliyobaki? Wataishi maisha yao yaliyobaki kwa hofu, wakijua kwamba Yesu amefanya 90%, lakini 10% ni yangu mimi ya kutimiza, na nisipotimiza hiyo 10%, basi sitafanikiwa. Mtu huyo ataishi vipi? Wataishi kwa kujaribu kujithibitisha. Watakuwa wakijaribu kila wakati kufanikiwa. Watakuwa wakijaribu kila wakati kufanya mambo ili kumpendeza Mungu, na hawatawahi kamwe kuwa na uhakika wa wokovu. Ni kitu ambacho kila mmoja wetu anacho, hata kama hatukijui tunacho. Ni kama ubongo wako mdogo au cerebellum, sindio? Ni sehemu ya ubongo wako inayofikiri. Sasa kama ningekuja hapa na kusema cerebellum yako au ubongo wako mdogo au chochote kile ni nini, mtu atasema sijui. Watu wengi pengine hawajui, lakini je, hilo linakuzuia kufikiri? Jamaa pekee ambaye labda hana ni Grug, si ndio? Grug atasema mimi sina. Hicho ni kitu gani? Ili mradi tu kinalingana na kunaswa. Lakini kutojua kwamba unacho kitu fulani hakukuzuii kukimiliki, kwa sababu una mafundisho, iwe unajua au hujui. Kwa hivyo, mtoto anapoamka kwenye kitanda chake, si lazima usubiri mpaka aanze kupiga kelele na kulia ndipo uende kumbeba, kwa sababu wanaanza kukuza programu akilini mwao wakifikiri kwamba hakuna mtu atakayenipa umakini mpaka nianze kulia na kunung'unika. Unaelewa? Kwa hivyo, wanasema wakati mwingine mtoto anapoamka, hata kabla hajaanza kupiga kelele na kulia au chochote kile, nenda tu ukamchukue, ili wasije kweli hawawezi kuhusisha faraja na maumivu, kwamba lazima niteseke kidogo ndipo mtu aje anifariji. Haijalishi unaamini nini, maadamu unampenda Yesu. Hiyo si kauli nzuri, kwa sababu ni muhimu kile unachoamini. Kwa sababu ukiamini kitu kisicho sahihi, hata kama unampenda Yesu, unaweza kumpenda Yesu na bado ukawa umekosea. Sijui kama wamewahi kukutana na watu ambao wamekosea, na si kukosea tu, bali wamekosea kwa dhati. Mtu huyu amekosea na haelewi kuwa amekosea, lakini anaamini. Itaathiri fedha zako. Itaathiri ndoa yako. Itaathiri jinsi unavyohusiana na wazazi wako. Itaathiri kila kitu. Tunapotumia neno mafundisho, najua neno hilo linasikika kama ni neno kubwa. Hili ni neno kwa ajili ya maprofesa wa teolojia na maprofesa katika shule ya Biblia. Hili ni neno kubwa. Neno hili si letu. Sisi ni vijana tu. Kwa nini unaleta maneno makubwa kwetu? Haya ni maneno yanayotumiwa na maprofesa wa seminari. Haya si maneno yanayotumiwa na watu wanaojaribu kulea watoto. Haya si maneno yanayotumiwa na watu wanaojaribu kuweka ndoa pamoja, au mtu anayejaribu kuvuka Jumatatu asubuhi. Neno hili ni kubwa mno. Lakini pengine umewahi kuwa mahali ambapo neno hili mafundisho limetumiwa kama silaha, na pengine lilitumiwa kukutisha au kukudhibiti, au lilitumiwa kwa njia iliyokuumiza na mtu ambaye teolojia yake imemfanya awe na kiburi. Unaweza kuijua Biblia kuanzia mwanzo hadi mwisho na bado ikawa vigumu kuishi na wewe. Unaelewa? Unaweza kushinda kila mjadala wa kiteolojia kwenye gumzo la kikundi na bado ushindwe kumpenda mtu aliyeketi mkabala nawe. Na Paulo alionya kuhusu hatari hii hasa katika barua kwa Wakorintho, ambapo alisema, maarifa hujivuna. Maarifa hukufanya uwe na kiburi. Sijui tulikuwa tunaangalia nini. Nadhani tulikuwa tunaangalia mmoja wenu, na maanisha ilikuwa ikisema wakati mwingine kadiri unavyojua zaidi ndivyo unavyoona kidogo. Kwa sababu maarifa hujivuna. Unachoamini kuhusu Mungu huamua jinsi unavyoishi mbele zake. Je, unaelewa? Sasa kama huelewi mafundisho, na kwa nini nataka tuyaweke wazi hapa, mafundisho ni kama mfumo wa uendeshaji, operating system.
ndiyo inayouendesha mfumo mkuu. Kwa hivyo, kama una imani mbaya kuhusu Mungu, itaunda jinsi unavyoomba. Kama unamuona Mungu kama jitu hili katili lililoketi mbinguni likingoja kukupeperusha angani, itaunda jinsi unavyoomba, na maombi yako yatakuwa hasa yale ya... Kwa hivyo, mafundisho potofu ni kwamba kibali cha Mungu lazima kijipatiwe kila siku. Na mafundisho sahihi ni kwamba kibali cha Mungu kilikamilishwa msalabani. Je, unaelewa? Kufeli kunamaanisha kujificha kutoka kwa Mungu. Kwa upande mwingine, kufeli kunamaanisha kukimbilia kwa Mungu. Mungu uamuzi rahisi kwamba kile tunachoamini ni muhimu kwa sababu yule tunayemwamini ni nani? Yesu Kristo. Kile tunachoamini ni muhimu. Kuna mtu atasema haijalishi unaamini nini. Huduma ya asali kutoka mwambani. Sisi ni kanisa linalomweka Kristo katikati. Tunakukaribisha